Yangu anasema mimi nimesali sala, nilikuwa nafikiri na udhu. Baada muda nimekumbuka kumbe sina udhu, nimesali bila udhu. Naam, hapo unamkumbuka nitakiwa uende uchukue udhu, sala hii ulipe. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha hina yadhkuruha. Yote amelala amebatiza usingizi kwa sala au amesahau, wakati anakumbuka alipe hapa. Hata kama mshabita muda mrefu, Allah atakupa thawabu kama umesali sala katika wakati wake. Ambaye ya pili, umesali sala huna udhu, hata imamu unasalisha watu umekumbuka huna udhu, usiendelee, toka. Imani atakiwa watu karimu imamu hao wataalamu hapa, wao anaendesha, huyu ataenda kuchukua udhu. Na kupita kwa safu usimzuie. Na kwa watu wanachanganya kitu mbili kwa faida. Mtume anasema kama wewe unasali lazima mweke kitu kizuizi kwanza. Na mtu yote atakupita wewe, sema kuweka sujudu, mzuie mara kwanza, ya pili, mara tatu, pigana naye. Sio pigana naye ngumi. Uweze kuacha sala unapigana na mtu. Maana kumzuia kwa nguvu asibite. Hii maana kupigana naye, sio kupigana na nguvu. Hii kama wewe unasali peke yako au wewe imamu. Lakini kama maamumu wanasala nyuma wa imamu, sutra yenu kizuizi yenu kwa imamu. Mtu kama anapita usimzuie. Umeelewa vizuri? Sasa huyu imamu anatoka, acha apite. Chukua udhu. Kwa hadithi Mtume sallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Mtume anasema hawezi kubali Mungu sala moja wenu kama hana udhu mpaka achukue udhu. Baada ya kukumbuka ndani ya sala, unakusanya ndani ya sala, huna sala, usiendelee. Toka, ambia wewe toka. Mimi nakoa jahazi, jahazi gani? Wewe kuonesha jahazi wewe huna udhu. Sheikh umeelewa sio? Utalipa baada ya kukumbuka, wewe uchukua udhu utalipa.